Karibu tena kwa muda pamoja na Bwana. Welcome once again to Time with the Lord. Ni kipindi ambacho tunawaletea mara kwa mara. It's a program that we bring every now and then. Hakika Mungu wetu ni mwema, tunaona mkono wake kila leo. Our God is good, we see his hand every now and then. Na tumekusudia pamoja na Bwana kuwafahamisha kile ambacho Bwana anafanya hapa kwetu Adelaide. And with God we have decided to show you and tell you what God continues to do in Adelaide. Jina langu ni mtume John Kombera. My name is Apostle John Kombera. Na kwa neema ya Mungu ninaongoza kanisa la Peniel Free Pentecostal Church hapa Australia. And by the grace of God I lead the church of Peniel Free Pentecostal Church here in Australia. Na kama tunavyopata neema mara kwa mara, and how as we receive the grace every day, leo tuna neema nyingine ya kipekee. Today we have a special grace. Bwana ametuletea katika mji wetu. God has brought in our country mjakazi wake, mwimbaji, his servant, a singer. Na tumekuwa pamoja naye tangu wiki jana. We've been with her since last week. Ninajua Mungu atatupatia neema utapata kumsikiliza. I know that God will give us the grace and you get to hear from Lakini her. nimpe kwanza karibu ya kipekee Mama Christina, karibu tena pamoja nasi. Give a special welcome. Welcome Mama Christina. Mungu asifiwe aliyekuleta pamoja nasi. May God be glorified who brought you to us. Sijamwacha kwanza azungumze na wewe, acha kwamba tuende kwenye maombi pamoja. I haven't given her the time to speak to you, but tumwambie Mungu apate kusaidia wakati ukifuata kipindi hiki. We'll tell God to help you while you're listening to us. Katika kumsikia na kusikia kazi ambayo Bwana anafanya. Through listening to her and listening to what God, the work God has done. Pate kuwa msaada kwa ajili ya maisha yako ya kiroho. And may that work be a help in your life. Basi uwe pamoja nami tuombe. Be with us, let us pray. Baba uliye juu, katika jina la Yesu, tunakupa utukufu, sifa na heshima zote. Wewe ambaye ni mwanzilishaji na mmalizaji wa kila kitu. Umeanzisha kazi hii na tunakushukuru. Na sasa Mungu wetu umetupa neema kuwa pamoja na mjakazi wako katika mji wetu. Tunasema asante kwa yale ambayo umefanya kwa ajili yake na kwa ajili yetu. Baba tu pamoja tena tunamwalika Roho wako Mtakatifu apate kuwasaidia wasikilizaji na watazamaji wetu, ili kwamba katika haya watakayosikia na kuiona utukufu wa jina lako upate kuonekana. Asante Mungu kwa yale ambayo unaendelea kuifanya. Uliye Mungu utakayekuwa na utakakuwa milele. Tunakupa utukufu wote katika jina la Yesu. Amen. 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 Karibu tena Mama Christina. Welcome Mama Christina. Tunajua umetoka mbali. We know you've come from far. Lakini Mungu amekuwezesha. But God has given you strength. Muda huu nitamwachia mama apate kujitambulisha. This opportunity I'll give to her to announce herself. Najua unaponitazama utataka umsikie. I know that while watching us you would want to hear her. Basi kwa ulizo ya kwanza nitamwambia mama ajitambulishe. Hapa ni Australia, katika mji wa Adelaide, ametokea wapi na kazi anaifanya wapi. But the first step I'll ask her to introduce herself. She's here in Australia, in Adelaide. We'll ask her to tell us her base and the work she does, where she comes from. Naitwa Christina Shusho. My name is Christina Shusho. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka Tanzania. I'm a gospel singer from Tanzania. Hapo ndipo nilipo. And that's why Mungu alipotuweka hapo. That's why God has placed us. Amen. Amen. Nitamuuliza mambo mengi kusudi upate kumjua zaidi. I'll be asking her a few questions so you get to know her more. Ulizo la kufuata, mama, umeanza kuimba lini? The next question is, Mom, when did you start singing? Umeanzia utoto au kwenye kipindi ulipokuwa kijana au did you start as a child or huduma hii umeanza lini? Or this work, when did you start? Nimeanza mimi nimeelelewa kwenye familia ya watu ambao wameokoka. I was raised in a Christian family. Na kwetu hakuna mchungaji, hakuna mwinjilisti, hakuna mtu yeyote. In my family we don't have shepherds, we don't have evangelists. Lakini tulikuwa kwa kweli tunaenda kanisani. But we used to go to church. Wazazi wangu walihakikisha tunaenda kanisani. My parents made sure that we go to church. Kama mtoto ukiwa kwenye familia ambayo watu wameokoka na mnaenda kanisani, kuna vile vipindi mnaenda kama kwa watoto Sunday school hivyo. So na mimi nilianza kuimbia huko. Najua wakati tumefanya concert jana hapo. When we did the concert yesterday, umesikia kwamba watu wameimba pamoja nawe nyimbo zako. You heard people sing along with you to your songs. Hebu kutoka kwenye Sunday school mpaka hapo nafikia,
Imekuwaje kwamba Mungu akuinue? From Sunday school to where you are today, what happened that God raised you? Mambo ya Mungu ni ajabu sana. Kiukweli kama mtu angeniuliza miaka 5 iliyopita nisingeweza kuambia kitu. So God's work is miraculous. So if somebody asked me 5 years ago, I wouldn't have known what to say. Na nisingeweza kukuambia nilikuwa na plani hizi, nilikuwa na mipango hii, ndio nataka nifikie pale. Nisingesema. I wouldn't have been able to tell you I've had these plans, I want to reach here, I want to go there, but that's what God has done. Lakini ninachokikumbuka tu nikianza kuimba kama Christina ilikuwa mwaka 2005. But as I remember when I started singing as Christina was in 2015. Yani kama mimi kwa maana kutokea kwenye kwaya kanisa letu. So that's like me coming from the choir of church. That was in 2015. 2005. Oh, 2005, sorry. Kwa hiyo ninachokikumbuka tu nilimwambia Mungu niko tayari kukutumikia. What I remember is telling God that I'm ready to work for you. Na ambapo limekuwa ombi langu kila mara, kila baada ya kipindi fulani utanasikia ile kwamba kusema tena ndio kwa Bwana. I used to pray and there will be a time will pass, and once I reach a stage I'll feel the calling in me saying I'm ready to work for God. Kwa hiyo kujua ni Mungu atanipitisha wapi, nitafanya nini, kusema kwamba siku moja ningeota kwamba nitakuwa Australia, nitakuwa hapa kwenu, kwa kweli sikuwa nimewazia hiyo. So knowing which ways God would use me in, knowing like even dreaming of being in Australia was not part of my plans. I never thought. Kwa hiyo ninachokishuhudia, nilichokiona jana ni moja ya matendo makuu ya Mungu. And as I testify, what I saw yesterday was one of God's greatness. Wow. Maneno mazito ya baraka. Heavy words of blessing. Tena ni vizuri kuyasikia. And it's very great to hear them. Unajua iko vizuri kujua Bwana ametutoa wapi. It's good to know where God has brought us from. Mtunga Zaburi anasema kwenye Zaburi 103, asema anaambia nafsi yake usisahau hata moja ya mema aliyofanya Bwana. Na iko vizuri kwamba katika kuendelea kuinuliwa kila mmoja wetu akumbuke Mungu amemtoa wapi. Na hayo ni mazuri kabisa. Lakini nikuulize, wakati umepata habari ya kuja Australia, umeipokeaje? I'm just going to ask you, when you got the news of coming to Australia, how did you receive the news? Nakumbuka wakati mwingine unaweza naongea na mtu anafahamu zamza. I remember that I was talking to people and I felt like they were just joking. Lakini niliona ninaongea na watu ambao wako serious, watu wananyosha mistari, yani akiongea neno lake kama ni jana mliongea, akija leo anaongea kitu kile kile, so anaonyesha mistari. I saw that I was talking to people who were serious with their plans. We'll talk today about something and tomorrow they'll come with the same specific details and just continue in the journey. Lakini nakumbuka wiki ile ya mwisho ambayo nimesali kanisani kwetu na kuja nilipewa nafasi ya kuhubiri, so nilikuwa nahubiri. But I remember the last week I prayed in our church back home. I was given an opportunity to preach, so I was preaching. Na hapo tu yani Roho Mtakatifu akanikumbusha, okay, ni siku ya Jumanne, maana Tuesday ndo naondoka naenda. And I felt in me like the Holy Spirit just reminded me that on the Tuesday of that week I was traveling. So kilichonijia kichwani nikajiuliza tu kanisani, hivi dunia yetu ina mabara mangapi? So we were in church and I just asked myself, how many continents does our world have? Akili yangu kiniambia kwamba Australia ni bara lingine, kuna bara la Afrika ambao mimi ni Mwafrika na naishi Afrika, kuna bara la Marekani, kuna bara la Europe, kuna Asia. Alafu kuna vibara vingine viwili hivi vinakuwepo lakini sio Oceania. Tumejitosha wenyewe. Mbeleni tulikuwa katika Oceania. Sasa hivi tunajiita wenyewe continent. So I remember like we have a few continents, like Australia is one, Africa is one, Asia, America, Europe and a few others. Kwa hiyo tu katika kutafakari kwangu kwamba katika mabara makubwa matano, japo kuna yako 7 au mengine kuna ile Latin America na nani, alafu kuna wengine kwenye baridi watu wanaofika huko ni wanajijoin. Hakuna tunafika huko. Acha ni mabara makubwa ni 5. So in my mind I just thought of the 5 main continents. Ambapo nikajifikiria kwamba haya yote
iliyokuwa imebakia kubwa ni Australia. And I just thought in me like throughout all these the only big one is remaining is Australia. Na katika ile tu kutafakari tu kile kitu cha Mungu nikasema okay, sio lazima nifike duniani kwamba nitembee kila nchi, lakini kama nitakuwa nimeshafika yale mabara muhimu sasa nimetembea dunia. Amen. So in my mind I said it's not a must that I travel the whole world, but if I visit at least those important continents it would have been like traveling the whole world. Kwa hiyo ikanipa kwa kweli kutafakari kuona kumbe ukimtumikia Mungu inawezekana kabisa. And through that I felt that since working for God it would truly make you help you see the world. Yeah, na nakumbuka nikija nilipofika Perth niliona shilingi zile dola za huko. And I remember that once I reached in Perth I saw the Australian dollars. Yeah, so hata kwenye social media yangu nilichukua sababu na tabia lazima niwe na note ya zile hela kubwa. And even on my social media. So nilikuwa na dollar, American dollar, nilikuwa Canadian dollar na nilikuwa na dollar. I put my American dollars, Canadian dollars and my Australian dollars. Yeah, so nikapiga picha na nikapost kwa. I took the pictures and posted on my social media. Ilikuwa sio kujipost mwenyewe lakini ni ile kujaribu kuelezea tu kile Mungu anaweza. It wasn't me boasting myself or it was just me trying to show people what God has done to me. Kama utaweza kufanya kazi ya Mungu kwa uaminifu bila kutarajia chochote, lakini Mungu aliye na vingi anatupatia. And it's that you can do God's work with faithfulness without expecting anything, but God who has everything will give you. Amen. Amen. Wow. Kwa maneno hayo umetuingiza tayari kukuuliza habari za Perth, habari za Melbourne na ulivyomalizia Adelaide. And through that you just given us huduma umeonaje, kazi ilikuwaje? You've given us the entry to ask about Perth, about Melbourne and how you saw your performance and like the work of God there. Kwanza kabisa ni shukuru timu nzima ile iliyofanya maandalizi tangu awali ambao nilikuwa nawasiliana nao. Naamini mchungaji ulikuwemo lakini ulikuwa na watu walikuwa wanasimamia hiyo. So I'm going to take this time to first thank those who organized everything since Africa. Walifanya kazi yangu nzuri baada ya kuwaona nikifika airport Perth. They made my work good after seeing them in Perth when I landed. Walikuwa na smile. They were smiling. Walikuwa na confidence. They had confidence. Hiyo ilinijenga nikasema kumbe nadhani na watu. And that gave me hope and felt like I have people now. Kwa sababu ukikutana na mtu amekuita afu mwenyewe anatetemeka. And if you because sometimes if you meet someone you feel scared too. Lakini walikuwa wanajiamini na wanajua wanachofanya. But they were confident and they knew what they were doing. Amen. Kwa hiyo ilikuwa mzuri sana, walinitia nguvu na nikafika Perth nikaanza kupenda na nilipenda pia ile hali ya ile harufu ile ya rohoni, yani unajua ukiingia katika mji unasikia kiroho. Amen. Huu mji uko sawa. Naamini waliomba sana. I believe that they prayed a lot. Experience ile nimepata ni kwamba kutokea Perth, Adelaide na hapa imekuwa kila mahali kuko tofauti sana. And the experience that I got that from Perth, Melbourne and here in Adelaide, every state is different. Huduma tuliyofanya Perth ilikuwa tofauti kabisa na Adelaide. The work we did in Perth was completely different to Melbourne. Na kutoka Adelaide hata wale nilikuwa nao wanafahamu na ni mashahidi kwamba huduma ya Adelaide na hapa kwenu Melbourne na Adelaide, si ndio? Kutoka huduma Melbourne na hapa Adelaide ni tofauti pia. And the work that we did in Melbourne and here in Adelaide are also very different. Lakini kikubwa zaidi nilichokifurahia ni kuingia kanisa. And the main thing that I was happy about was entering in their church. Nikasikia ile kanisa, yule roho wa Afrika. And I felt the spirit and the fire of the church in Africa. So Mungu akubariki sana. So may God bless you, Apostle. Najua kiongozi wa media atatupatia short kidogo ya yale ambayo tumeyafanya kanisani leo, pamoja kwamba dakika moja wala mbili tu tutakusihi kiongozi waoneshe watu maabudu aliyotupeleka ndani ya Mama Christina wakati tulikuwa kanisani. It was awesome. Pia nashukuru sana kwa ukarimu. And I thank you for your kindness. Amen. Mungu akubariki kwa kazi kubwa unayoifanya. May God bless you for the great job you do. Amen.
Ukiona watu wa huku wanakuchosha unakimbilia Afrika tukakupokea. If you see this water, you run to Africa, we welcome you. Lazima uwe na mahali pa kukimbilia, si ndio? You must have a place to run away to. Dar es Salaam tukakupokea. Dar es Salaam we welcome you. Wakikuchosha kidogo. If they tell you what. Amen. Amen. Bwana nyinyi msimchoche pastor. Do not tell him out. Kimchosha tunamchukua. Talking about. Unaweza kuwaachia watu wa Adelaide message gani wakati najua kesho kurudia Afrika? Message gani unaachia Wakristo wa hapa Australia kabla hujarudi? Do you have a message for the people you're leaving like in Adelaide or here in Australia just before you go back home in Kuna neno mnasema ninyi wazungu. There's a word you say, you Western people. Kwamba keep the fire burning. Keep the fire burning. Amen. Tuendeleshe moto kuinuka juu. Yeah, keep the fire burning. Amen. Amen. Haya, hebu tunamshukuru Mungu kwa ajili ya muda ambao tulikuwa na Mama Christina hapa. Kanisa la Australia kwa ujumla na kwa ya Adelaide kwa kipekee inamshukuru Mungu kwa ajili ya kuwepo kwako hapa. Amen. Tunajua kumefunguka kitu kingine. Amen. Na nilivyosema jana tena kwenye concert tuna waimbaji wengi walioko Afrika, tunawatamani waje kwenye mji. Ukifika huko waambie wengine nilikuwa Australia na wana njaa. Nitawaambia. So we're just gonna thank you on behalf of all the churches in Australia, especially in Adelaide, and we just would like you to inform the other singers in Africa that we're hungry for them and we need them. Wakumbali. Mungu amefanya uje. Yeah. Tukiomba Mungu kwa ajili ya wao pia. Amen. Atafanya waje. Hallelujah. Ya lazima ni sisi tubaki katika mapenzi ya Mungu. Amen. Na tusubirie muda wake. Amen. We'll be right back. Akutende nini we
wataka kutende nini? Anasikia, mwambie Yesu Akutende nini wewe? mwambie Yesu, mwambie Wataka kutende nini? anajibu, mwambie Yesu Akutende nini wewe? kama unaweza weka mikono yako pamoja. Wapi vigelegele kina mama? Nakumbuka mgonjwa Billy, miaka 38 alikuwa jiwezi yeye. Yesu akatembelea Billy akamwona mgonjwa. Karibuni tena. Welcome again. Kwa wale ambao wanatufuata sasa hivi, For those who are following us, watching us now, Bwana ametupatia neema kuwa pamoja na Mama Christina Shusho. God has given us the opportunity to be with Mama Christina Shusho. Yuko pamoja nasi kwenye mji wetu wa Adelaide, Australia. She's with us in Australia, Tulikuwa Adelaide. pamoja naye katika nchi yetu yapata wiki 3 sasa. She's been with us here in Australia for 3 weeks now. Amefanya huduma PEF She worked God's work in Perth, Melbourne na hapa kwetu Adelaide. and in Melbourne, and also here in Adelaide. Ametufasiria kule ambapo Mungu amemtosha na jinsi Mungu amemweka kuwa mjakazi na mwimbaji. She has explained to us, told us where God took her from and how He made her His servant and His singer. Na tumemalizia na yale ambayo ameyaona katika maandalizi ya kazi hapa mjini. And we finished with what she saw in the preparations of her concert here in Australia. Kabla sijamuomba neno kabisa la kumalizia, Before I ask her for any finishing words, nitapima kumuuliza mama, je, kuna mipango inayokuja huko mbele? I will ask her if she has any plans coming forward. Sasa like in tuko the future. December 2017, mwisho wa mwaka kabisa. We're in the end of 2017. Tunaamini Mungu atakufikisha nyumbani salama. We believe that God would Usherehekee bring you Christmas back pamoja na home familia huko. well, celebrate Christmas with family back home. Sasa 2018 itaanza. 2018 is Je, starting. kuna mipango ambayo tayari unajua au bado haijajitokeza, kwa sababu kuna watu wanatufuata bara zote hizo? If there's any plans that maybe you know about, because there's people following us throughout the world in every continent. Labda wataweza kubarikiwa ukisikia utakuwa kwao mwaka ujao. Maybe they'll be blessed to hear that you'll be in their countries in the future. Je, kuna mipango ambayo unayo inayokuja huko mbeleni? Sana mpango ipo. There's Amen. a lot of plans. Amen. Ambayo mikubwa kwanza tunaanza nao sisi, tukianza mwaka tunaanza na maombi. And the big one is, once starting the year, we start with prayers. January tunakuwa na siku 21 za maombi. In January we have 21 days of fasting and praying. Nikuibie siri. Tumeambiwa na Bwana tufanye siku 21 hapa. We also have been told with the Lord to do 21 days here in Adelaide. Tena Mungu ametupa neema tu ulipokuja, unajua tulikuwa kwenye siku 7. And God has given us the grace. When you came, we had 7 days, and we started on Monday, we finished today. Sisi tumekuwa tukifanya hivyo kama nilivyoanzisha hii program kama miaka 4 iliyopita. We back home have been fasting for 21 days for 4 years now. Na ilianza tu, nilitamani tu kuomba kwamba ile ukimaliza mwaka ni kama unatamani uvue kila kitu. It started as me just needing to pray, because when you finish the year, you want to start a new year fresh. Na imefika mahali imekuwa kama chakula, yani sipoomba mkianza mwaka yani unaona hapana, haiwezekani. And it reached a stage where it's like food. If you start a year without praying, you just feel like it's not gonna work. It doesn't work. Yeah, kwa hiyo tumekuwa nayo maombi na yamekuwa na mafanikio makubwa sana. So we've had that prayer and it has a lot of outcomes. Kwa sababu nimekuwa na watu wengi online, nimekuwa na watu wengi ambao wameshiriki kote duniani. And because I have a lot of people who participate all around the world. Yeah, kwa hiyo tutaanza nayo tena mwezi huu wa kwanza, Mungu akitupa uzima. We're starting with that again the first month of the year, if God allows. Naamini Mungu baada ya hapo atafanya makubwa. And I believe that God will do miraculous things after that. Lakini pia na kitu kinaitwa nimeanzisha na kitu kinaitwa Christina Shusho Foundation. I've also started a foundation called Christina Shusho Foundation, ambayo kwa sasa na kama yatima 12. At the moment we have 22 orphans. Yani wenye hali ngumu.
those who are really suffering. Na tunachokifanya mara nyingi kama tunaweza kupata chakula tunahakikisha tumewapatia chakula kwa season ya sherehe Christmas na mwaka mpya. And our main focus is to try and feed them in all these special celebrations. Lakini pia kuwasaidia ikiingia Januari tuwape chakula, lakini tuhakikisha wanaenda shule. Kwa kile chakula tusichokula wakati tumefunga. Tunapeleka gharama hizo tunawapa. And we make sure that in January we give them food and we take them to school. All the food which we would have eaten if we weren't fasting, we take to them. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo, na labda nichukue tena nafasi kuomba mchungaji, wakati wote ambao mnasikia mnaguswa, mnataka kusaidia watu, mkiomba mnasema kuna ile chakula hatukula mabaki ambao mlikuwa mmefunga, basi mtukusanyie, tuna watoto kule wanahitaji. So I would please ask you, Apostle, anytime if you have anything and you feel the need to help, remember that we have kids back home that will need the help. Baada ya hapo the rest inakuaga historia, kwa sababu hatupangi, yanayotokea ni Mungu. Amen. And after that the rest is history. Whatever happens, it's all God's will. He plans and we just follow. Basi kama mtu akijaliwa neema ya kutaka asaidie foundation hiyo, anaweza kupitia njia gani? So if a person is blessed and feels the need to help the foundation, how do we get to that point? Labda kwamba unaweza kuturuhusu fundi wetu atie namba yako kwenye simu kama mtu anataka kupigia. Kabisa. Would you allow our technician to put your number on the screen so those people want to help would reach out to you? Sawa. And that's definitely okay. Number. Si ndio? Yes, please. Tuko tunaanza, code number ni +255 754 77 6648 +255 754 77 6648. Hiyo ni namba yangu, na naamua kuitaja hiyo ili mtu asiwe na wasiwasi. Sasa akasema napitia kwa mtu mwingine, hiyo itapita kwangu. That's my own personal phone number, so if you wanna call, just call. Don't feel scared that you're gonna pass through a lot of people. No, that's my personal number. Kwa hiyo ukiita hiyo namba na msaada yoyote, unajua ya kweli ni kwamba hapa kwetu naweza kukamata $10. If you use that number and you want to help with anything, because here we can take $10. Nikiingia ni chakula cha mchana tu kwenye restaurant na if I go in a restaurant, it's just like their food or breakfast. Lakini ya kweli ni kwamba $10 huko nyumbani, but the truth is the $10 back home in Africa inaweza kumsaidia mtoto mmoja kusoma. It may help one child go to school. Na ombi hili linalituma kwa yote ambaye anatufuata muda huu. And this prayer or request, I'm sending it to everyone who may be following us today. Na Biblia inasema kwenye kitabu cha Yakobo 1:27, the Bible says in the book of James 1:27, asema dini ya kweli that the true religion ni ile inayohudumia maskini na wajane na mayatima. Is the religion that takes care of the poor, the orphans and the widows. Kwa hiyo kazi sawa hii Christina Shusho Foundation. So the job the foundation like Christina Shusho Foundation, katika kusikia tu lengo na purpose yake, through just hearing the aim and the purpose, niombe kila yule ambaye anaweza kusaidia saidi. I'm just pleading with anyone who has the ability to help to help. Katika kumtumikia Bwana kuna principles. Through working for God, there's principles. Ukitoa Bwana ukubariki tena. If you give, God will bless you back. Kwa hiyo tunawaachia wote mnaotufuata, Mungu aguse mioyo yenu. So we're asking everyone who's watching this, may God touch you, touch your heart. Mungu akikusaidia uwepo na cha kusaidia, tunakusifanya hivyo.
Basi tunamshukuru Mungu ambaye ametupatia muda huu pamoja na Mama Christina Shusho. So we thank God who has given us the opportunity and the time with Mama Christina Shusho. Ni sasa ataimba tu kidogo, tunaomba pamoja naye na kufunga. But at the moment she's just going to sing a little bit, we'll pray with her and then we'll close the session. Ninakuahidi kwamba akiimba nyimbo ambayo ninajua nitaimba pamoja. And I promise you that if she sings a song that I know, I'll sing along with her. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu, wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Mungu. Amen, amen, amen. Nimejitahidi sana. Haya, acha tumshukuru Mungu. Asante kwako ambaye umetufuata. Tutamwambia Bwana asante, akubariki pale ulipo. Acha tuombe Mungu wakati tukikuacha. God, thank you for watching. Baba uliye juu, katika jina la Yesu tunakupa utukufu na heshima zote kumleta Mama Christina katika nchi yetu. Asante Mungu kwa mema ambayo umetenda kwa ajili yake na kwa ajili yetu hapa Australia. Tunamwombea baraka, salama na amani yako. Lakini pia Bwana, huduma yote ambayo ameifanya katika mji wetu wa Australia, tunaomba Mungu wetu wale waliomsikia kuimba acha wapate baraka katika huduma ambayo ameifanya. Na wale wote Baba ambao kupata neema, hawa ambao umewapatia neema kutufuata kwenye muda huu, tunaomba baraka na miujiza ifuatane nao. Wakiwepo wagonjwa, waguse na kuwatakasa na kuwaponya. Wanaohitaji msaada wako, tunawaombea neema nyingine Bwana. Waliovunjika moyo na mambo ya maisha, tunawaombea nguvu kutoka kwako. Ewe Mungu unayetunza vidonda visivyoonekana, tunaomba uwe msaada kwa ajili yao. Baba, tunaomba kwa ajili ya foundation hii ambayo umeweka katika moyo ya mjakazi wako. Tunaomba Mungu wetu ambao una njia maelfu kwa kubariki, fungua njia kwa namna yako ya kimungu ili kwamba watoto hawa waendelee kupata msaada sawa sawa na uwito ambao umeweka katika moyo wa mama huyo. Tunambariki na kubariki wale watoto, tunabariki nchi yake yote huko atakaporudi na huduma na kanisa. Acha katika yote Mungu wetu utukufu ukurudi wewe. Kwako utukufu, sifa na heshima zote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Damu ya Yesu imenifanya ning'are. Still alive. Umenifanya ning'are. Umenifanya ning'are. Umenifanya ning'are. Yesu.